Nimesimama kwa kanuni ya 76. Naomba mwongozo wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili limekuwa na utamaduni mzuri wa kupongeza wenzetu wanaofanya vizuri, hasa wale ambao mara nyingi wako huko serikalini. Lakini leo kwa masikitiko makubwa nimeona wakati linatajwa jina la mkuu wa mkoa wa Tanga, makofi yalikuwa machache sana ndani ya ukumbi huu wa bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkuu huyu wa mkoa amefanya jambo kubwa sana wakati wa ziara ya Mheshimiwa Rais. Wakati wa ziara ya Mheshimiwa Rais katika mkoa wa Tanga, aliweza kuujaza uwanja wa Mkwakwani kiasi kwamba ulifurika na wananchi wakakosa maeneo hata ya kukaa. Na ameingia katika viwango vya Boniface Mwamposa, Nurdin Kishki na msemaji wa Simba Ahmed Ali, ambao ndio walikuwa mahiri katika kuujaza uwanja. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mwongozo wa kiti. Kwa mtu aliyefanya jambo kubwa, mkoa ambao umevunja rekodi ya mapokezi ya rais kufika sasa, je, anastahili makofi machache kiasi kile? Asante Mheshimiwa Rashidi. Nitatoa mwongozo baadaye. Mheshimiwa Makagenda, tafadhali. Asante Mwenyekiti, na mimi nasimama kwa kanuni ya 76 kutokana na muda hatutaisoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatambua viongozi waandamizi wako kwenye majukumu mbalimbali. Tunafahamu kuna maafa, madaraja, kuna kazi za kiserikali zinaendelea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mwongozo wako. Ninaona idadi ya wabunge bungeni ni ndogo sana na tunaenda kupitisha bajeti ya wizara muhimu sana. Sasa sijui tunafanyaje ili kuweza kuhakikisha mahudhurio yanakuwa sawasawa na kanuni inavyotutaka. Ninaomba mwongozo wako, tutakaporudi jioni watu wote waweze kufika, walioko Dodoma, walioko Kantini na sehemu tofauti waweze kufika. Naomba mwongozo wako. Asante Mheshimiwa Bunge. Nimeombwa miongozo miwili. Kwanza, mwongozo wa Mheshimiwa Rashid Shangazi wa kutambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga kwa namna ambavyo aliwezesha uwanja ule kujaa. Na mimi Mheshimiwa Bunge, nitumie fursa hii sio tu kwa mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Batilda Buriani peke yake, lakini pia kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa wote, mikoa yote nchini, ambao kwa kweli wameliheshimisha sana taifa letu, na wote waheshimiwa bunge tumeshuhudia kupitia vyombo vya habari namna ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alivyopokelewa na Watanzania kwenye mikoa yetu yote ya Tanzania